Asante. Jina langu ni Asnati Mkiramweni. Mimi ni mwandishi wa gazeti la Uhuru. Katika upande wa sekta hiyo ya usafiri na usafirishaji, kuna taarifa tumeiona ya kukamatwa kwa meli ambayo inadaiwa ina bendera ya Tanzania na inadaiwa imebeba tani takribani 6.6 za dawa za kulevya. Unaweza ukatusaidia kupata ufafanuzi juu ya hilo? Okay. Asante Mkiramweni. Nipokee swali jingine. Okay. Mkiramweni, umeuliza kuhusu meli iliyokamatwa kule El Salvador. Ni kweli tumepokea hii taarifa. Na baada ya kutazama katika takwimu zetu tumebaini kwamba ni meli ambayo imesajiliwa kule Zanzibar, na wenzetu wamesajili meli kupitia wakala naitwa Konarina. Ni utaratibu ambao sisi kama nchi kupitia kwenye shirika lile la meli duniani sisi ni wanachama. Kwa wenzetu Zanzibar walisajili hii meli kupitia kwa wakala, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba ukiwa kwenye lile shirika ile International Maritime Organization una uwezo wa kuwa na mawakala mbalimbali ambao watakusaidia kusajili meli katika maeneo mbalimbali. Kwa baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii kwenye taarifa ambayo imetoka mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi wa pili, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa nadhani FMS Eagles. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya $20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli, ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezifanya kwa haraka, angalau wa Tanzania mjue kwamba kwanza ni kweli meli iliyosajiliwa imesajiliwa Tanzania, lakini ni meli ya nje ya nchi na ilikuwa inafanya kazi huko nje ya nchi. Lakini kwa sababu imevunja taratibu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari imeshaanza kuchukua hatua, na baadaye watakuja kutoa taarifa rasmi ya hatua zingine ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezichukua kuhusiana na meli hii. Lakini ni meli ambayo ilikuwa na wageni, haikuwa na Mtanzania hata mmoja. Sasa ndugu zangu, maswali hayo nimeyajibu, sasa ni matano. Pote jingine.
Je, wewe ni mkazi wa mkoa wa Iringa au nje ya mkoa wa Iringa? Sikiliza nikupe habari hii mpya kabisa. Huenda unatafuta kiwanja kwa ajili ya makazi au sehemu maalum kwa ajili ya mashamba ya mjini, yani urban farms. Sasa iko hivi, itakuchukua mwendo wa dakika 10 tu kufika eneo bora kabisa lililopimwa na lenye mpangilio bora kwa ajili ya makazi na uwekezaji. Yani ni kilomita 5 tu kutoka Iringa Manispaa. Eneo hili lina viwanja vinavyopatikana Ikonongo, kata ya Mkwawa, alimaarufu kama kwa Mchina, na gharama zake ni nafuu mno, kwani kuna kila aina ya huduma za kijamii, yani maji, umeme na barabara. Eneo hili lina ukubwa wa mita za mraba kuanzia 67,000 hadi 119,054 na linapatikana karibu kabisa na chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa na eneo inapojengwa kampasi ya UDOM Iringa. Ukihitaji viwanja kwa ajili ya makazi, utauziwa kuanzia mita za mraba 600 mpaka 1248. Eneo hili lina mandhari bora kabisa na tambalale, na kama unataka kuwa miongoni mwa watakaobahatika kupata eneo hili lenye mvuto na utulivu bora mkoani Iringa, basi wasiliana na The Icon Real Estate and Commissions Agents wanaopatikana jengo la Law House karibu na hospitali ya Cosmopolitan iliyoko Lugalo, Iringa, kwa simu ama WhatsApp namba 0746929855 au Instagram iconreal_estate-tz au tovuti ya www.iconrealestate.co.tz. Karibu upate viwanja vilivyoko mjini katika eneo bora lenye utulivu na mandhari inayovutia. Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu: Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Nilipoonja wali na kuku, ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Crocktower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Crocktower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Crocktower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Crocktower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Crocktower Kefu.
Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.